Wacha niwaeleze kidogo. Sisi ni partners wa East African Community. Na mawazo yangu ilikuwa ni kwamba we must use ile rasilimali tuko nayo hapa katika bara letu la East Africa. Lazima tusitumie kwa industrialization, ituzalishie nafasi za ajira, isuzalishie mali ama iongeze dhamana kwa yale mambo tulio nayo na itutafutie utajiri. Tayari nchi yetu jirani ya Uganda wamekwisha jenga pipeline, crude pipeline kutoka Hoima kule Uganda ikielekea Tanga. Itakuwa tayari kwa miezi chache zijazo. Wakati niliketi na Rais Museveni, nikamuuliza mzee, mbona tuchukue mafuta yetu tuende tuifanyie refinery sijui mahali gani, alafu tufuatilie tuende tununue mafuta ama oil products kwa bei ambayo ni ghali? Mbona sisi wenyewe tusijenge refinery hapa? Na Rais Museveni akanieleza kama nyinyi mko tayari, kwa sababu kama Uganda peke yetu ile refinery kuijenga itakuwa gharama ya juu na hatuna uwezo wa kujenga peke yetu. Kama Kenya na Tanzania wako tayari, tuungane, tunaweza kujenga ile refinery hapa kwetu. Mimi nikatumana technocrats wangu wakaenda wakakutana na Rais Museveni, tukakubaliana zile nambari, ikafanyiwa calculation, tukajua ya kwamba tukiungana nchi zetu tatu kujenga refinery hapa itakuwa ni jambo la muhimu, itatuletea ajira, sijui kama tunaelewana ba. Ndio sababu hiyo nikapendekeza ya kwamba tuwe na kongamano. Tukawa na kongamano hile kule Nairobi, tukawaita wale matajiri wetu wa bara letu la Afrika, kina Dangote na wengine ambao wameshajenga refinery wakati mmoja, na tukakubaliana ya kwamba nafasi tulio nayo is not to continue exporting raw materials from our continent and importing finished goods from elsewhere. Na ndio sababu hiyo tukapendekeza ya kwamba tukiungana Uganda, Tanzania na Kenya tunaweza kujenga refinery, ndio tuhakikishe ya kwamba ile mafuta tunairefine hapa kwetu, pesa inabaki hapa kwetu, nafasi za ajira inabaki hapa kwetu, tutengeneze bidhaa zingine ya fertilizer ama mbolea hapa kwetu, plastic industry iwe hapa kwetu, petrochemical industry iwe hapa kwetu, badala ya kuzitafuta kutoka nchi zingine, badala ya sisi kwenda kung'ang'ana kule sijui Strait of Hormuz kulete mafuta kutoka sijui wapi. Sasa nimesikia nyie mnamuuliza Mama Suluhu maswali magumu. Mbona yule bwana ameenda kutangaza refinery ya Tanga na kule na sisi wenyewe hatujatangaza? Sasa nauliza nyinyi, ile refinery bana is a big investment. Sikizeni,
Hiyo investment is in billions of dollars. Kama mimi ningekuwa na nafasi, ningeipeleka kule Kenya. Lakini kwa sababu ya kuamini ujirani na bara letu la Afrika na jumuiya ya East Africa, sisi ni wamoja, nikasema ikijengwa Tanga ni kama vile imejengwa Kenya. FM.